Mambo 8 yanayofungua mlango wa mashambulizi ya kiroho. Kuna milango ambayo haionekani kwa macho ya kawaida, lakini ikifunguliwa, maisha ya mtu hubadilika ghafla. Sio kila kinachotokea katika maisha yako ni bahati mbaya. Kuna nyakati unashambuliwa sio kwa sababu wewe ni dhaifu, bali kwa sababu kuna mlango umeachwa wazi. Watu wengi wanalia, wanapambana, wanaomba, lakini hawajui ni wapi walikosea. Wanatafuta suluhisho juu ya matokeo, wakati chanzo kiko kwenye milango walioifungua wenyewe bila kujua. Leo utajifunza ukweli ambao watu wengi wanaupuuzia. Mambo 8 hatari sana ambayo yakifanyika yanafungua mlango wa mashambulizi ya kiroho katika maisha yako. Ukielewa haya, unaweza kujilinda. Ukipuuza haya, unaweza ukajikuta unapigana vita usivyovielewa. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalonifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie mambo 8 yanaofungua mlango wa mashambulizi ya kiroho. Namba 1, dhambi usiotaka kuiacha. Dhambi sio tu kosa, ni mlango. Unapoendelea kufanya dhambi kwa makusudi bila kutubu, unampa adui haki ya kisheria ya kushambulia maisha yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa 27 imeandikwa nukuu, wala msimpe ibilisi nafasi. Hii ina maana wazi, dhambi ni nafasi, na nafasi hiyo ndio mlango wa mashambulizi. Kwa hiyo mlango wa kwanza, mambo yanayofungua mlango wa mashambulizi ni dhambi usiotaka kuiacha. Kama kuna dhambi ambayo hutaki kuiacha, kuna dhambi ambayo unaendelea kuifanya kwa siri na dhambi hiyo hutaki kuiacha, basi unatakiwa utambue dhambi hiyo sio tu kosa, ni mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako, kwa sababu dhambi inampa adui yako uhalali wa kuendelea kukushambulia. Dhambi inampa adui yako nguvu ya kuendelea kukushambulia. Kama kuna dhambi ambayo unaifanya kwa siri na hutaki kuiacha dhambi hiyo, hutaki kuitubu dhambi hiyo, basi unatakiwa utambue dhambi hiyo itafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako. Adui atakuwa na nguvu ya kuendelea kukushambulia. Kwa hiyo dhambi usioitubu, dhambi usioitubia au dhambi usiotaka kuiacha ni jambo mojawapo ambalo linafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako. Kwa hiyo utashangaa adui anakuwa na nguvu juu ya maisha yako, juu ya familia yako, juu ya hatima yako. Utakuwa unashangaa mashambulizi, kwa sababu dhambi, jambo la kwanza ambalo lafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako ni dhambi usiotaka kuiacha. Ile dhambi ambayo unaendelea kuifanya, ile dhambi ambayo hujataka kuiacha, hujataka kuitubia, basi unatakiwa utambue dhambi hiyo inaweza kawa ni chanzo cha mashambulizi ya kiroho kwenye maisha yako. Lakini jambo la pili ambalo lafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako ni kutokusamehe au kuishi na chuki na uchungu moyoni. Kutokusamehe. Watu wengi wanaonekana wema nje, lakini ndani wamejaa majeraha. Kukosa kusamehe, siku zote kukosa kusamehe kunafunga neema ya Mungu na kufungua mlango wa mateso ya ndani na mashambulizi ya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 15 imeandikwa nukuu, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo unaposhikilia uchungu, unakuwa umejifunga mwenyewe kiroho. Kwa hiyo kutokusamehe ni jambo mojawapo ambalo linafungua mlango wa mashambulizi. Asilimia kubwa ya watu wanatembea na visasi ndani ya mioyo yao. Watu wengi wanatembea na visasi na malipizi. Watu wengi wanatembea na chuki ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye unaishi au samei, kutokusamei au kuishi maisha ya uchungu moyoni mwako, ukiwa na uchungu moyoni mwako, haya ni mambo ambayo yanafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako. Adui anakuwa na nguvu kwenye maisha yako. Utakuwa unaona kwenye mashambulizi ya kutosha kwenye maisha yako, kwa sababu ndani yako haujasamee. Ndani yako unaishi na visasi, ndani yako unaishi na majeraha ya uchungu na kutokusamee. Kwa hiyo kutokusamee ni jambo mojawapo ambalo lafungua mlango wa mashambulizi ya kiroho kwenye maisha yako. Lakini jambo la tatu ambalo lafungua mlango
wa mashambulizi ya kiroho kwenye maisha yako ni kushiriki katika mambo ya giza, uchawi, ramli, hirizi. Hili ni mojawapo ya milango mikubwa zaidi. Hata kama ni kwa mzaha au kutaka kujua tu, kushiriki mambo ya giza ni kufungua mlango moja kwa moja kwa nguvu za giza. Mungu anachukia kabisa mambo haya kwa sababu yanamuunganisha mtu na ulimwengu wa giza. Unapokuwa mtu ambaye unashiriki katika mambo ya giza, unashiriki katika mambo ya uganga, unashiriki katika mambo ya uchawi, unashiriki katika mambo ya ramli, unakwenda kupigiwa ramli, unakwenda kutazamiwa kesho yako, unapokuwa unashiriki kwenye mambo ya irizi, haya ni mambo ya kishirikina. Kwa hiyo unapokuwa unashiriki katika mambo ya giza, basi unatakiwa utambue hili ni jambo ambalo huwa linafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako. Ukiwa ni mtu ambaye unapenda kushiriki sana kwenye mambo ya giza, unapenda kushiriki sana kwenye mambo ya giza, mambo ya uganga, mambo ya uchawi, basi unatakiwa utambue hili ni jambo ambalo linafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako. Utaanza kuona mashambulizi kwenye maisha yako. Lakini jambo la 4 ambalo linafungua mlango wa mashambulizi ya kiroho kwenye maisha yako ni maneno mabaya unaojisemea. Unaposema mimi sitafanikiwa, maisha yangu mabaya, hayo sio maneno tu, ni matamko ya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 na mstari wa 21 imeandikwa nukuu, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Unapoongea vibaya juu yako, unafungua mlango wa uharibifu kwenye maisha yako. Kwa hiyo maneno mabaya unayojisemea, yale maneno mabaya unayojitamkia wewe mwenyewe, unajitamkia maneno mabaya, hayo maneno mabaya ni mambo ambayo yanafungua mlango wa mashambulizi kwenye ulimwengu wa kiroho, yanafungua mashambulizi ya kiroho maishani mwako. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu ambaye unajitamkia maneno mabaya, unajiambia maneno mabaya, unajitamkia maneno mabaya tu, yani haujitamki kufanikiwa, ni mtu ambaye unajitamkia maneno mabaya kwenye maisha yako, tambua mambo hayo yanafungua milango ya mashambulizi kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unajitamkia maneno mabaya maishani mwako, tambua mambo hayo yanafungua milango inafungua mlango wa mashambulizi ya kiroho kwenye maisha yako. Lakini jambo la 5 ambalo ukilifanya, basi unatakiwa utambue litafungua mlango wa mashambulizi ya kiroho kwenye maisha yako ni kutokumtegemea Mungu au kuishi bila uhusiano wa karibu na Mungu. Kutokumtegemea Mungu. Unapokuwa mbali na Mungu, unakuwa wazi kwa mashambulizi. Maombi, neno la Mungu na ibada ni ulinzi wako wa kiroho. Kwa hiyo unapokuwa mbali na Mungu, manake umejiweka tayari kwa ajili ya kushambuliwa kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 na mstari wa 41 imeandikwa nukuu, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo maisha bila maombi ni kama nyumba isiyokuwa na mlango, kila kitu kinahangaika. Kwa hiyo ukiwa mbali na Mungu, usipokuwa ni mtu wa kumtegemea Mungu, basi unatakiwa utambue jambo hili litafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako. Lakini jambo la 6 ambalo lafungua mlango wa mashambulizi ya kiroho maishani mwako ni marafiki na mazingira mabaya. Unachokaa nacho ndicho unachokuwa. Watu wanaokuzunguka wanaweza kuwa chanzo cha mlango wa mashambulizi bila wewe kujua. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33 imeandikwa nukuu, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazingira mabaya ni sawasawa na mlango wa wazi wa uharibifu. Kwa hiyo marafiki na mazingira mabaya inaweza kawa ni chanzo cha mashambulizi ya kiroho kwenye maisha yako. Lakini jambo la 7 ambalo lafungua mlango wa mashambulizi kwenye maisha yako ni kiburi na kujitegemea mwenyewe. Kiburi na kujitegemea mwenyewe. Siku zote kiburi kinamfanya mtu ajione anajitosheleza, na hapa ndipo anapokuwa hatarini zaidi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 6 imeandikwa nukuu, Mungu huwapinga wajikuzao bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo Mungu akikupinga, nani atakulinda? Hakuna kitu ambacho kitakulinda, utaingia katika mashambulizi ya kiroho. Lakini jambo la 8 ambalo lafungua mlango wa kiroho wa mashambulizi ni kupuuza onyo la Roho Mtakatifu. Kuna wakati ndani yako unasikia usifanye hili, lakini unapuuza. Hapo ndipo mlango unafunga. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa 30 imeandikwa, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo kile unapopuuza sauti ya Mungu unakaribisha matatizo.
Jambo la msingi la kutambua ukweli ni huu: mashambulizi mengi ya kiroho hayaanzi ghafla, yanaanza kwa mlango mdogo uliopuuzwa. Lakini habari njema ni hii: kila mlango uliofunguliwa unaweza kufungwa. Kupitia toba, maombi na kurudi kwa Mungu, unaweza kurejesha ulinzi wako wa kiroho. Ahadi ya Mungu ni, ukisoma kitabu cha Yakobo sura 4 na mstari wa 7, utaona Mungu anasema, jinyekezeni mbele za Mungu, mpingeni ibilisi naye atawakimbia. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza jambo gani. Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki, akajibu haja ya moyo wako. Na kupenda nikutakie wakati mwema.